Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, leo tumefanya mazoezi yetu ya mwisho hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa na tuna furaha kubwa, wageni wetu wameshawasili kwa maana Stade Malien pamoja na maafisa wote wa mchezo ambao wamefika hapa kwa ajili ya kusimamia mchezo huu. Mazoezi yetu ya mwisho yamekwenda vizuri na wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri, kila kitu kinakwenda sawa sawa kwa upande wetu. Tunao majonzi makubwa, tunawakosa Libase Gege pamoja na Shomari Kapombe ambao wana kadi nyekundu ambazo walizipata katika mchezo uliopita dhidi ya Petro, lakini hakuna matata. Simba Sports Club Simba hii hata akosekane nani, Simba hii hata akosekane nani, hakuna pengo utaweza kuliona. Hii Simba yetu iko thabiti kweli kweli. Hii Simba yetu imekamilika kweli kweli. Tunakosa watu wawili muhimu, Libase na Kapombe, tena wote wa upande mmoja wa kulia, lakini hakuna shida. Waliopo wanaweza kuifanya kazi hii kwa ufanisi na ufasaha wa hali ya juu kweli kweli. Kesho tunakwenda Benjamin Mkapa kwenda kuuhuisha upya kauli mbiu ya kwa Mkapa hatoki mtu. Mwaka huu kauli mbiu hii imekutana na misukosuko ya hapa na pale. Mwaka huu kauli mbiu hii imeshindwa kufanya kazi, lakini kesho kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tunakwenda kuipa uhai kwa Mkapa hatoki mtu. Tunakwenda kuirejesha upya kwa Mkapa hatoki mtu. Tunakwenda kupata alama 3 za kwanza katika uwanja Benjamin Mkapa, na hilo kwetu linawezekana mno kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo. Sio kwa sababu Stade Malien tayari wamefuzu na hivyo hawana cha kupoteza, lakini kwa sababu Simba imeimarika sana hivi sasa. Simba imekuwa bora sana hivi sasa. Simba wachezaji wake wengi, ubora umeongezeka, plus wale ambao wamekuja dirisha dogo. Simba imekuwa mpya sana. Kesho kushuhudia mpira wa maana kweli kweli na wana Simba watafurahi. Na kimsingi tumeanza maandalizi ya Champions League ya msimu ujao. Kwa hiyo tunaanza kuiandika kwa Mkapa hatoki mtu kesho mpaka msimu unaokuja tukiwa hai. Msemaji, moja ya vitu ambavyo pia kocha ameongea, amesema anashangaa kuona Simba wapo chini yao wakati wao walikuwa wakihesabu Simba juu na pengine wao wakawa nafasi ya pili. Hii inawezekana imeshangaza timu nyingine Afrika? Sio timu nyingine, dunia nzima imeshangaa. Yes, mpaka watu wa Ulaya huko wanatuuliza Simba imekuaje, hatujawazoea namna hiyo. Sio tu hamjafuzu, lakini mmeshika nafasi ya 4 kwenye group. Na msiseme nafasi ya mwisho, semeni nafasi ya 4. Kwa hiyo watu huko wanatuuliza, wa Ulaya, wa Asia, wa Amerika Kaskazini, wa Amerika Kusini, wanatuuliza, wanashangaa. Ni katika maajabu makubwa ya dunia hii kwamba Simba inakuaje inashika nafasi ya 4. Lakini ni kawaida kwenye mpira wa miguu. Ni kawaida, inatokea mwaka mmoja mambo yanakwenda arijojo kwa upande wenu. Sisi mwaka huu mambo hayakuwa mazuri kwa upande wetu. Ziko sababu nyingi, lakini zote tumeshazifanyia kazi na Simba sasa imekaa imara na tunaanza maandalizi msimu huu kuelekea msimu unaokuja. Wewe ni miongoni mwa wale ambao wanaamini kwamba mtamaliza na alama 5 na kuna ambao watamaliza na alama 5 kama nyinyi? Tunajiangalia sisi zaidi. In fact hata hizo alama 5 zenyewe hakuna kitu kitatusaidia kikalkuletale, lakini tunachofanya sisi ni kushinda tu. Hata kama tukishinda tutapata alama 1, sisi we are very fine, lakini tunachohitaji sisi ni kushinda, na insha Allah naamini tutashinda kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo, maandalizi tuliyokuwa nayo. Ushindi utakwenda kupatikana siku ya kesho, na tukifikisha alama 5 itakuwa ni jambo bora. Ni jambo bora sio kwa sababu kuna wengine wana alama 5, ni jambo bora kwa sababu tumefikisha walau alama 5, lakini muhimu zaidi tumeshinda Benjamin Mkapa, our home ground. Na mnataka kuweka heshima kwenye mechi hiyo? Nataka kuweka heshima kama ambavyo nimekuambia. Kama kocha wa Stade Malien anashangaa kuiona Simba yuko chini yake, ndivyo dunia nzima inavyoshangaa. Kwa hiyo
Tukipoteza mchezo wa kesho, manake dunia inazidi kushangaa zaidi kwamba inakuaje Simba mwaka huu. Kwa hiyo hatuko tayari kuendelea kuishangaza dunia, hatuko tayari kuendelea kuipa huzuni Afrika, kwa sababu Afrika inahuzunika kwa Simba kushindwa kufuzu kwenda robo finali, na hatua ya robo finali itadorora kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu Simba Sports Club hayupo huko. Kwa hiyo hatuko tayari kuendelea kuisononesha Afrika, yani kushindwa kushinda hata mchezo moja, hatuko tayari kwa hilo. Msemaji, mbali na kuwa ni Jumamosi, mechi ni saa 1 kamili usiku, ni tarehe 14, wako ambao ni siku maalum kwa ajili ya kusherehekea siku ya wapendanao. Nawaambia nini pia? Wapendanao kesho ndo siku ya wapendanao. Wale watu wenye tukisema wale watu wenye mahaba yao waje na wenza wao, waje wapate burudani na kuonesha mapenzi zaidi. Njoo nao wote, njoo nao wote, ndio sisi yetu tujaze uwanja. Kwa mfano ukiamua zako bwana Wile uje na wachumba zako wote 5, manake automatic sisi tunakwenda kujaza huu uwanja kwa wepesi zaidi. Kwa hiyo kama una wapenzi wengi, waoneshe mapenzi yenu. Njoo nao Benjamin Mkapa. Dada, una mister? Hauna? Na okay, basi njoo peke yako ufurahie Simba Sports Club. Lakini usijisikie unyonge. Kama utahitaji company, I'm here. Niko hapa kwa ajili ya kusherehekea siku hiyo na kuisherehekea Simba Sports Club ikifanya maajabu yake katika siku ya tarehe 14. Rangi yetu ni nyekundu, ndio ambayo tutavaa kesho uwanjani kwa wachezaji na majukwani kwa mashabiki, kwa sababu tuko nyumbani, kwa lazima tuvae jezi yetu nyekundu, jezi ya mauaji, jezi ya kumwaga damu. Jadala kubwa kwenye mitandao ya kijamii hivi sasa ni mchezaji wenu Eddie Mpanzu. Kila nikijaribu kupita kwa swali lako, nikijaribu kupita nakutana na hizo articles kwamba mchezaji wenu hivi sasa ana mapenzi na Yanga, na hata pia nimeona media habari wa Yanga ameandika hilo kwamba endeleni kumlinda, lakini tunajua ofisi yake ipo huko, lakini mapenzi yapo huko Yanga Afrika. Hans Raphael ameandika, japo pia nimeona wengine kwamba yeye ni nani mpaka aseme kwamba mchezaji wetu na mapenzi na Yanga. Naye pia akakujibu tena kwamba muda utaongea, ulisema hivyo hata pia kwa Chama na baadhi ya wachezaji wengine. Mpanzu na mapenzi na Yanga, anafanya naye mapenzi? Hapana, ni kama timu anayoihusu. Yani umesema Mpanzu ana mapenzi na Yanga, wanafanya mapenzi? Hapana, naikubali. Kwa hiyo anayemfanya mwenzie nani kwenye hayo mapenzi? Anaikubali kama anaipenda. Si Mpanzu ana mapenzi na Yanga? Anapenda kuitumikia. Si Mpanzu ana mapenzi na Yanga kwa kuitumikia, lakini maana yake wanafanya mapenzi. Hapana. Na anayemfanya mwenzie nani kwenye hayo mapenzi ya Mpanzu na Yanga? Kwa hiyo swali tumuulize Hans. Muulizeni Hans, nani hapo anayefanywa? Sio kufanywa. Ana mapenzi na Yanga kwa maana kwamba anaipenda. Kama wewe unavyoipenda Simba, wewe unaipenda Simba. Nyinyi kawaulizeni sasa vizuri. Kamuulizeni huyo bwana. Umesema Mpanzu ana mapenzi na Yanga. Sasa nani? Kwa hiyo wanafanya mapenzi. Hapana, semaji. Jambo la kwanza kabisa. Alafu akisha kujibu wanafanya mapenzi, sio na mapenzi. Nani anafanywa hapo? Sasa majibu yako hivi ni kwamba yani hana furaha akiwa Simba, ila yeye anaipenda Yanga kwa kuitumikia kama wachezaji wengine. Sio maana hiyo ambayo umeweka wewe. Nani kasema? Ndio mtandaoni. Hans Raphael ni mpuzi tu kama walivyo wapuzi wengine wote ambao unaona sehemu mbalimbali duniani. Huwezi kusema namna hiyo mchezaji fulani ana mapenzi na timu fulani. Huko ni kutaka kumchonganisha mchezaji husika na waajiri wake kwa wakati husika.
Kama wanamtaka Mpanzu wala haina shida, wala wasihangaike kujizungusha wala nini, wakamtuma Mpanzu wakamtuma Hansi kumchonganisha Mpanzu na Simba, wala wasihangaike. Utaratibu wenyewe wanaujua, uko wazi tu, wanasubiri muda ukiisha wanamchukua. Baada hapo wanakaa naye, kama ni mwaka mmoja, kama ni miaka miwili, kinawashinda, halafu kinajua kitu gani wala sisi wala hatuna wasiwasi. Katika maeneo ambayo hatuna wasiwasi hata kidogo ni mchezaji wetu kutoka Simba kwenda Yanga, yani hatuna mashaka hata kidogo, yani hatuna wasiwasi hata mmoja, kwa sababu kinachoendelea baina ya wachezaji wanaokwenda huko na hiyo timu wenyewe wachezaji wanakijua, na baada ya muda muhimu tu ukishaondoka sisi ni Mtakuja Primary School. Kwa hiyo ni ajenda ya makusudi ambayo wanaiendesha kwa ajili kwanza ya kumpotezea utulivu Mpanzu, lakini pili kumchonganisha Mpanzu. Ni kweli Mpanzu anapitia kipindi kigumu, na hii kila mchezaji anakipitia, lakini kwa Mpanzu ni zaidi. Mpanzu ana mambo mengi ambayo yanamwathiri ya kifamilia, ikiwemo ametoka kumzika mtoto wake wiki iliyopita tu, kama sio wiki mbili zilizopita. Kwa unaweza kuona hiyo burden aliyokuwa nayo, na analazimika kupambana kuendelea kuitumikia timu yake. Anashuka kiwango kwa sababu hiyo, lakini ni mapito ya kawaida. Kuna kipindi nani yule wana mshambuliaji wao mmoja hapa alikuwaga fungi yule, wakawa anaitwa nani? Mbona wakusema kama ana mapenzi na Azam FC ama ana mapenzi na timu nyingine? Ni mambo ya kawaida ambayo kila mchezaji ana, lakini hili wanalifanya kwa makusudi kwa ajili ya kutaka kumchonganisha Mpanzu na mashabiki wake, Mpanzu na Simba yake. Mpanzu akikosea uwanjani, watu waanze kureflect ya kwamba amekosea makusudi kwa sababu anataka kufanya kitu fulani. Mimi niwaombe wana Simba, huu ni wakati wa kusimama na Mpanzu, ni wakati wa kumtia moyo Mpanzu, aepukane ama aondokane na kipindi hiki kigumu. Atarejea kwenye ubora wake na ataendelea kuitumikia Simba Sports Club. Muda wake wa kukaa Simba ukiisha, ataondoka kama walivyoondoka wachezaji wengine. Hilo wala sisi hatuna mashaka nalo. Simba Sports Club tumemuuza mfungaji bora, watoa assist bora wa msimu uliopita, tumemuuza mchezaji bora wa ligi kuu ya NBC wa msimu uliopita. Tunahofia kumuondoa nani ndani ya timu yetu muda wake ukifika. Kwa sisi wala hatuna mashaka, na wenyewe wala wasijitekenye, wala wasikae wanawashwa. Kama wanamtaka wamsubiri, watamchukua tu, yani watampata tu, alafu baada ya muda watamwacha tu. Yani hilo ndo jambo ambalo sisi tuna uhakika nalo, na imeshafanyika hivyo. Tuanze kutaja majina wale kwenda wakawashindwa wakarudi? Msitaje. Kwa wala sisi hatuna mashaka. Wao kama wanamtaka, wana mambo mawili wanatakiwa kufanya. Kwanza, wasubiri usajili ukifika, twende tukapambane sokoni, la kwanza. La pili, walete ofa. La tatu, wasubiri sisi tuachane nao. Sisi wala hatuna mashaka, yani sisi wala hatuna mashaka ndugu zangu. Mchezaji wetu kuondoka. Hii ni Simba Sports Club. Kuondoka tu kwenda huko. Popote kule. Kwani au huko wameenda wangapi? Kwenye hii kipindi cha miaka mitatu tu wangapi wameshaenda mpaka hivi sasa? Zaidi ya 4. Na nini kimetokea? Wapo baadhi wanacheza, wapo ambao wamerejea kwenu. Lakini pia wapo baadhi. Yule si amerejea kutoka kwingine kule. Kwa hiyo wala msio na wasiwasi ndugu zangu. Sisi hata kuwapa tunaweza tukawapa. Nyinyi huyu si mnamtaka. Si mnakosa raha mpaka mumpate, tunaweza tukawapa. Wala sisi hatuna shida. Wasalimia tu watu. Bana mchukueni bana. Wakiongea vizuri na nyinyi
miezi yao 8 tu washatota, wamemwacha, wamemrudisha au wamempeleka nani Manyoni. Yani sisi tuna shida yani sisi hatuna shida hata kidogo. Na mimi niwaambie kitu kimoja, yani wasifikiri kwamba wanatuumiza ama wasifikiri kwamba wanatutingisha ama wasifikiri kwamba kuna namna wanatuvurugia utulivu wetu kwa kuwa wanamtajataja Mpanzu ama kwa kuwa wanamtakataka Mpanzu. Sisi wala hatuna mashaka hata kidogo. Tunaweza tukawapa hata bure Mpanzu, mchukueni, alafu baada ya muda mchache mno wenyewe tu na wanaonaga aibu kutoka hadharani kusema jamani unajua namna ya kutumia filamu zinazo wengine mtu hapa analiona kama, na of course kule tunajua tena wajinga ndo waliwao, na kule kuna hela fulani hivi ambazo zina nani, kwa hiyo vijana wanakwenda wanachukua, maisha mengine yanaendelea. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako.